Wafanyabiashara wa nyanya katika kaunti ya Kericho wanaishi kwa wasiwasi kufuatia kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo na kudorora kwa biashara sokoni. Sasa wakilaumu mafuriko yaliyoathiri uzalishaji pamoja na ongezeko la gharama ya mafuta. Collins Kiplangat na taarifa hii kamili. Wafanyabiashara wa nyanya katika kaunti ya Kericho wamejikuta katika hali ngumu ya kiuchumi baada ya bei ya nyanya moja kupanda hadi shilingi 20, huku biashara zikiathiriwa kwa kiasi kikubwa. Mimi nilikuwa muuzaji wa nyanya, lakini imenishinda kuuza saa hii juu zinabaki na zinaribika. Inanipea hasara. Bei imeenda juu. Tulikuwa tunanunua nyanya for example crate kwa 1500 na right now tunanunua nyanya kwa 1500. Kwa saizi tuko na changamoto kali sana kwa vile bei ya nyanya imeenda juu sana, hata vile tuchawe usa bei ama kununua bei kama hiyo. Wafanyabiashara hao wanasema kuwa miongoni mwa sababu kuu ni mafuriko yaliyoathiri kilimo cha nyanya, hususan katika maeneo ya uzalishaji, hali iliyosababisha upungufu wa mafuno. Kwa mujibu wao, hali hii imeendelezwa zaidi na ongezeko la bei ya mafuta. Mvua ilinyesha mingi, unajua nyanya haipendi mvua sana. Na inapenda kiangazi, mvua imenyesha mingi. Hata kwa mashamba mengine huko mali alikuwa tunatoanga, mvua iliingia kwa shamba ikasweep nyanya yote. So mwenye ako nayo kidogo anauza vile anataka. Tunaomba president aweze kuturudishia mafuta chini, maisha irudi vile ilikuwa kawaida. Mafuta imepanda. Alafu kuja wanashughulika na nyanya. Hii mafuriko ilikuja ya mvua. Ilifagia nyanya kwa mashamba, inaharibu nyanya. Hata sisi tunaleta hiyo nyanya bado inatupea changamoto, inaharibika, inaoza. Wafanyabiashara wamesema bei ya juu ya nyanya imesababisha kupungua kwa idadi ya wanunuzi sokoni, huku wakieleza kuwa wateja wengi wamelazimika kupunguza ununuzi au kujiepusha kabisa na bidhaa hiyo kutokana na bei ya juu. Customer wanapata nyanya bei imepanda, ukimwambia 350 anakuambia eri anunue Royco. So naenda nyanya kuharibika na unazitupa. Unapata customer analialia juu ya bei ya nyanya. Hawa nashangaa utamuusia aje, na hapo ndio bado unategemea. Wafanyabiashara sasa wanatoa wito kwa serikali kuingilia kati, hasa kupunguza bei ya mafuta. Kiplangat Collins, runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Kericho.